Jiandaeni kumpokea mmoja katika watu wema walioandamana na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini sahaba wa leo ni sahabiyun min naw'in farid, ni sahaba wa kipekee katika aina yake. Hatujawahi kumzungumza mara nyingi, tumekuwa tunamgusia tu katika baadhi ya maneno. Ni sahaba ambaye sio Mwarabu, ni sahaba aliyetokana na Mayahudi, kwa sababu miongoni mwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo Waarabu, walikuwepo Waajemi, walikuwepo Wahabeshi, kuwepo Warum, na huyu ni Myahudi. Mtashangaa kwamba nao Mayahudi pia walimwamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hata Manasara na hata Majusi waliokuwa kiabudu moto. Niulize, yalitoka wapi Salman al-Farisi? Kwa hiyo hawa wote walikuwa wamemzunguka Bwana Mtume kama vile bendera inavyozungukwa na wanajeshi wake, au mwezi unavyozungukwa na nyota. Heshima kubwa wakimpa Rasulullah. Sahaba wetu au mgeni wetu wa leo atakuwa ni sahaba, jina lake Al-Husayn ibn Salam. Husayn ibn Salam, sahabiyul jalil. Tutakianza kisa chake min bidayati alqissa. Mmoja katika jamii ya Mayahudi ambao ni wachache waliomwamini Mtume, lakini wamo. Wa min ahli alkitabi man in ta'manhu biqintarin yuaddihi ilayhi بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Aya hizi zimeshuka kwa Mayahudi wasafi, waungwana, waaminifu, ambao Qur'ani inathibitisha kwamba hata uwape mamilioni ya pesa kiasi gani hawafanyi khiana, kwa sababu wanamwogopa Mwenyezi Mungu. Wa min ahli alkitab, na wamo miongoni mwa watu waliopewa kitabu, yani Mayahudi na Manasara. Man in ta'manhu biqintarin, ukimwamini kumpa pesa nyingi. Qintari ni mrundiko wa mali. Yuaddihi ilayk, atakuhifadhia, na siku ya kutaka hela zako atakupa, hata shilingi hajachukua. Lakini pia wamo miongoni mwao, ukimpa dinari moja tu anakurusha. Wamo. Kwa lazima na hao wamo, na ule uadilifu wa Allah jalla jalaluhu umewataja wale waliokuwa wachache waaminifu, kwamba unapozungumzia jamii ya watu la tuammim, usizungumze kugeneralize kwamba wote ndio hivyo hivyo tu. Maadamu mmoja ameharibika basi wote watakuwa wameoza kama samaki. Hapana, wamo wazuri na wamo waovu. Al-Husayn ibn Salam alikuwa akiishi katika nchi ya Yathrib, wakati huo ikijulikana Yathrib, ambayo ilikuja kutambulika kama Madina. Yathrib kulikuwa kuna Waarabu na makundi mawili makubwa ya Aus na Khazraj, lakini kulikuwa kuna makundi matatu makubwa ya Mayahudi: Banu Qainuqa, Banu Quraidha na Banu Nadir. Waarabu na Wayahudi walikuwa wakiishi vizuri. Kundi katika Mayahudi hawa liliungana na kundi la Aus, na kundi lingine likajiunga na kundi la Khazraj, ikawa ni kama ndugu. Indamaja ba'dhum fi ba'd, wote hawa wameingiliana. Na Mayahudi wa Madina walikuwa wanajua Kiarabu, wanavaa Kiarabu, wanaongea Kiarabu, wanasoma Kiarabu, na walikuwa ni matajiri katika nchi ya Madina, kama walivyo Mayahudi pahala popote wanakamata kitu kinachoitwa economy. Hapa Madina wao ndio walikuwa juu katika level ya uchumi, hata elimu walikuwa very educated.
kwa sababu walikuwa wanayo Taurat na walikuwa wanaisoma vizuri, na wao walikuwa wakiwapa habari wa Arabu wa Madina katika Aus na Khazraj. Ikitokea ugomvi wowote wa kutoelewana kama watu wanaokaa pamoja, walikuwa wakiwaambia laqad awshaka zamanu akhir al-anbiya, mnajua nyinyi mtume wa mwisho wakati wake ni huu, umekaribia. Kabla ya mtume hapo, na nyinyi mnavyotuchezea, la in bu'itha hadha an-nabiy, akija akitumwa mtume huyo akitokezea, la nu'minanna la, tutamwamini, wala nuqatilannakum qatla Irab, tutakupigeni vita nyinyi wa Arabu kama walivyopigwa waliopita kabla yenu. Wakiwa wanafikiri kwamba mtume atakayekuja wa mwisho ni vile vile katika kizazi chao cha Mayahudi. Al-Husayn ibn Salam alikuwa mmoja katika hao Waarabu waliokuwa wana elimu ya Taurat na wakisoma katika Taurat, lakini yeye alikuwa na fikra tofauti na wengi katika Mayahudi. Kwanza, alikuwa anatambua kwamba mtume wa mwisho anakuja. Pili, alikuwa anatambua kwamba huyo mtume wa mwisho atahama katika nchi yake na atakuja katika nchi ambayo yeye Al-Husayn ibn Salam anaishi. Ina maana atakuja kuhamia Madina. Yani hivi vitu vimeandikwa katika Taurat na vimebashiriwa kwamba mtume wa mwisho atahamia katika nchi yenye mitende mingi, na wote walikuwa katika alama zake wameijua kwamba nchi hiyo ni nchi ya Madina. Watukufu wa Islam, Husayn ibn Salam wakati anaisoma Taurati yake alizikuta nasaba na sifa na wasfu na mazingira ya mtume ambaye atatumwa wa mwisho. Siku miongoni mwa siku bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akatumwa, akafanya da'wa Makkah miaka 13. Husayn ibn Salam yuko zake Madina. Katika watu wa Madina, wanachuoni wa sira wanasema Husayn ibn Salam alikuwa mheshimiwa na pande zote za watu, si Mayahudi si Waarabu, na watu wa mila zote walikuwa wakimpa heshima yake kwa sababu alikuwa mtu mzuri sana, alikuwa mwenye akhlaq njema, alafu alikuwa msomi aliyeshughulika na ibada, na alikuwa active katika maisha yake, na aligawa maisha yake katika mambo matatu makubwa. Wanasema qasama hayatahu, aligawa maisha yake thalathata aqsam, sehemu tatu. Qismun fil kanis, sehemu moja katika nyumba ya ibada. Al-kanis nasema ni ma'had, ni ma'bad lilyahud, ni nyumba ya ibada ya Mayahudi. Wa qismun fi bustani lahu, sehemu ya pili alikuwa akijishughulisha sana na shamba lake la mitende, yataahadu nakhlahu, akizalisha na kiozesha. Kuna kitendo kinaitwa kuozesha mitende, akiozesha mitende yake, akiipalilia, akivuna. Hiyo ni qismu athani katika maisha yake. Wa qismun litaurat, na sehemu ya tatu alikuwa ameigawa katika kuisoma Taurat. Mambo matatu. Sehemu ya kwanza katika nyumba ya ibada kwa ajili ya mawaidha na kuwakumbusha watu. Kwa hiyo alikuwa ni mwanachuoni katika wanazuoni wa Kiyahudi, ni habrun min ahbari al-yahud. Sehemu ya pili shambani kwake, kwa maana alikuwa si mvivu, anafanya kazi kwa ajili ya kutafuta riziki yake. Sehemu ya tatu akisoma sana Taurat. Sasa ndani ya Taurat ndipo alipomgundua bwana mtume Muhammad. Si tunaambiwa wa mubashiran birasulin yati min ba'di, na wabashiria nyinyi wana wa Israeli mtume mwingine atakuja baada yangu.
yati min ba'di ismuhu Ahmad, atakuja baada yangu mimi jina lake anaitwa nani? Ahmad. Ni katika Qur'ani kuna majina ya mtume ametajwa katika sehemu 4. Sehemu 3 ametajwa Muhammad, sehemu 1 ametajwa Ahmad. Katika suratul Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Katika suratu Ali Imran, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Katika suratu Muhammad, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Sehemu 4, sehemu 3 Muhammad na kule akaitwa Ahmad. Zote hizi ametajwa kwa jina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo zile Taurati zilikuwa zinabainisha wazi juu ya ujaji wake bwana mtume. Al-Husayn ibn Salam kana yatawaqqafu kathiran 'inda hadhihi al-awsaf, alikuwa akisimama sana katika kuzidadisi sifa za mtume Muhammad. Wa kana ya'rifu nasabahu, alikuwa akijua nasaba yake, wa maulidahu, na pahala atakapozaliwa, wa mahjarahu, na pahala atakapohamia, na wasfu wake na malamihi yake yote. Alikuwa kimwona hivi atakwambia huyu ndiye, kwa jinsi alivyoelezwa bwana mtume katika vitabu vya Taurat na Injili. Siku miongoni mwa siku bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akahama kutoka Maka akaja zake Madina. Husayn ibn Salam yuko juu ya mtende, anakuja mtu anawabashiria yule bwana aliyekuwa nadai utume huko Maka, ameingia Madina, yuko katika ardhi kijiji cha Quba. Hapo kuna Waarabu waliokuwa Madina washaslimu, na Uislamu wao walionana na mtume wapi? Jamratul Aqaba, Mina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, mnaweza kunisaidia mkanihami ili nipate kueneza ibada na Uislamu? Wakakubali. Mtume akamwambia, ijlisu hatta tasma'u minni, kaeni munisikilize. Wakakaa, wakamsikia anasema, ana rasulullah, mimi ni mtume, ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, akhirul anbiya, nimekuja kutimiza risala. Waarabu wale wakina Aus na Khazraj wakasema, inaonekana huyu ni yule mtume ambaye Mayahudi walikuwa wakituhadithia kule Madina. Fala yasbiqannahu ilaykum ahad, jamani haraka tumwamini wasije wakatutangulia. Wakamwamini, ndo mwanzo wa hijra kutoka Maka kwenda Madina. Wakati anaingia Madina yuko Quba, Husaini yuko juu ya mtende, anapita mtu anawaambia, qad dakhala Muhammad, Muhammad kishaingia mtume huyo katika nchi hii. Husaini pale pale juu ya mtende alipiga takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Pembeni alikuwa na amati yake, shangazi yake akiitwa Khalidatu bintul Harith, shangazi wa nani? Husaini. Akamwambia, mbona unapiga takbiri hivi? Lau anna Musa ibn Imran dakhala lama fa'alta fawqa ma fa'alta. Wewe tunakujua wewe ni Myahudi, unasherehekea vipi ujaji wa Muhammad? Hata kama Musa ibn Imran ndiye aliyeingia Madina leo, usingepiga takbiri kama hizo. Kuna zaidi ya Musa mtume wako? Mbona umefurahi sana leo? Kuna nini? Husaini akashuka akamwambia, ya ammata, ewe shangazi yangu, innahu akhu Musa, huyo aloingia ni ndugu wa Musa. Innahu ala dini, huyo yuko katika dini ya Musa. Innahu nabiyyu akhiri zaman, huyo ni mtume wa zama hizi na ameshaingia hapa, baraka itaingia katika mji huu, wacha niende nikamuone. Hapo bado hajatoa shahada, bado Husayn ibn Salam. Halati yake, shangazi yake akashtuka akasema, ni mtume wa mwisho? Kana naam. Ndugu yake Musa? Kana naam. Akasema, naam, idhan unavyozungumza basi ulikuwa una haki ya kupiga takbira kubwa. Akauliza,
Yuko wapi Muhammad? Akaambiwa yuko Quba, na ushatanguliwa na Mayahudi wenzako. Ameenda Huyai ibn Akhtab, ameenda Yasir ibn Akhtab, mtu na ndugu yake. Huyai ibn Akhtab, ndugu zangu, ndio babake Safiya bintu Huyai ibn Akhtab, yani mke wake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safiya anaeleza kisa hiki, bintu Huyai ummul mu'minin radhiyallahu anha, anasema hivi: alipoingia Mtume Madina, nilimuona baba yangu Huyai ibn Akhtab pamoja na ammi yangu Yasir ibn Huyai. Yasir ibn Akhtab, ammi na baba, mtu na ndugu yake. Kharaju ilaihi, wakatoka kumwendea huko Quba, wanaenda kumdadisi. Walipofika wakamtizama, wakamwona Safiya radhiyallahu anha, mama yetu yanasema, niliwasubiri mpaka waliporudi. Cha ajabu, waliporudi walirudi na sura tofauti na walioendea. Walirudi wamekwisha nguvu, hawana tena tabasamu, hawana tena uchangamfu, alafu wamekaa wamehuzunika. Mimi nawasikiliza tu wanachoongea. Faqala ammi yangu akasema li abi, kumwambia baba yangu, kaifa raaita huwa. Hiyo swali analizungumza bibi Safiya, anasema baba akaulizwa na nduguye, umemwonaje? Ndiye yeye, huwa ndiye, yani yule alikuwa tunamsoma katika Taurati, ndo mwenyewe. Ina maana kwamba sifa wanazo na wanamjua. Baba akasema kumjibu ndugu yake, wallahi huwa, kwa hakika ndiye. Dhaka alwajh, uso ule, laisa biwajhi kadhab, sio uso wa mtu mwongo. Kisha ammi yangu akauliza tena, famadha fi nafsik, sasa kama ndiye unasemaje wewe, kuna nini katika roho yako? Twende basi tukapige shahada mbele, maana ndo ushatambua kwamba ndo mtume wa mwisho yule tulikuwa tunamsubiri. Sasa famadha fi nafsi, kuna nini katika nafsi yako? Sikilizeni jibu la babake Safiya, asema fi nafsi adawati ma baqaitu, wallahi kuna uadui hautaondoka na nitampiga vita mpaka kufa kwangu, kwa sababu sio katika jamii yetu. Kweli ni mtume na kweli ndo yule yule, lakini katika Waarabu hakuja katika Bani Israili. Kwa nini? Fi nafsi adawati ma baqaitu, mimi nitabakia na uadui naye moyoni mwangu, sitomwamini. Hapa ndipo palipoanza kuingia imani katika moyo wa bibi Safiya, hapa wakijua kwamba kumbe huyu ni mtume wa kweli, lakini watu kwa sababu ya sababu zao hawakutaka kumwamini, akiwemo babangu mzazi. Kilichomfanya bibi Safiya kuingia katika Uislamu moja ni hili, akijua kwamba kuna ukweli unafichwa pahala fulani. Hizi ni kasumba ambazo zimeenea mpaka leo, kwamba asiyekuwa jamii yako humkubali kabisa, asiyekuwa wako hata awe mkweli kiasi gani humkubali. Na ndio sapota aliyopata Musailimatul Kadhab, yule bwana aliyedai utume baada ya mtume, na hakudai utume baada ya kufa mtume. Mtume yuko hai na yeye akadai utume, tena akamwandikia mtume barua, akasema min Musailima rasulillah, anamuadresi mtume hivyo. Barua hii inatoka kwa Musailima, mtume wa Mungu, ila Muhammadin rasulillah, inakwenda kwa Muhammadi pia, mtume mwenzangu wa Mungu. Sote ni mitume. Amma ba'd, fa innal arda qasamaha Allahu qismayn, ama baada ya yote, ardhi Mwenyezi Mungu ameigawa sehemu mbili, qismu wa qismun lak. Kuna sehemu yangu na mimi ndo mtume wao, na kuna sehemu yako na wewe ni mtume huko. Wewe utume kwako huko na mimi mtume kwangu. Bwana mtume akaisoma barua, akarudisha majibu,
yeye amemwadresi min Muhammadin min Musailima rasulillah ila Muhammadin rasulillah. Mtume akamwadresi min Muhammadin rasulillah ila Musailimatil kadhab. Barua hii inatoka kwa Muhammad mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inakwenda kwa Musailima muongo. Amma baada ya yote, fa innal arda lillah, ardhi ni ya Mwenyezi Mungu kweli. Yurithuha, anamrithisha min ibadihi man yasha, waja wake anayemtaka. Na aliyechaguliwa hapa Muhammad. Wewe huna utume wowote, wewe muongo tu. Sasa silimu upate kusalimika mapema. Musailima hakusilimu, hakuacha, hakuendelea kuifuata kauli ya mtume, bali aliendelea na madai yake ya kudai utume. Hata kuna kipindi mtume aliwakuta watu wawili, Abu Huraira na mwenzake mmoja. Mtume akapita akawatizama sana watu wawili hao, kisha akasema, mmoja wenu atakuwa katika moto wa Jahannam, jino lake na aonje ule ukali wa moto, utakuwa na maumbile ambayo sio ya kawaida. Ndio maana Qur'an inasema kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab, kila wakiiva ngozi zao tunawabadilishia ngozi nyingine ili wapate kuonja adhabu. Kwa hiyo anasema dirsuhu fi jahannam akbaru min aljibal, gego lake jino la mwisho litakuwa zaidi ya jabali kwa ukubwa. Huyo sahaba alikuwa akitishika sana, Abu Huraira na wengine wakina, asije nikawa mimi, maana mtume hakutaja hapa za mmoja wenu, inawezekana mimi, inawezekana mwenzangu. Siku miongoni mwa siku, mmoja katika wale alitumwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kufanya da'wa kule aliko Musailima al-Kadhab. Musailima akapata barua ya kwamba mimi nimetumwa kwa mtume, kutoka kwa mtume kuja kwako, uache mambo yako ya kudai utume na niwaeleze watu kwamba wewe si mtume, si chochote. Musailima akatambua hilo, akamchukua yule mjumbe aliyetumwa na mtume, akamuingiza nyumbani kwake, akamwambia, najua umetumwa na Muhammad kuja kuniharibia, lakini mimi nakuahidi, tangaza kuwatangazia watu kwamba mimi ni mtume, na ukisha tangaza hilo, ajaluka waziri, wewe utakuwa ndo waziri wangu, waziri mkuu, na ninachokipata mimi utakipata nawe, na dunia yote itakuelekea. Umekubali? Kusema basi sawa. Huyu mtu badala ya kutangaza alilotumwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoka mbele ya watu, sema natoka Madina, nimetumwa na mtume, nimekuja kukuambieni kwamba huyu utume wake ni wa kweli, na atakayemwamini amemwamini mtume wa kweli, na yeye hana mushkili wowote katika suala zima la risala. Kwa hiyo akautilia nguvu utume wa bandia wa Musailima al-Kadhab, akawa ndo waziri mkuu wake. Huyu ni katika wale mtume aliwaona pale, mmoja akambashiria kwamba jino lake motoni ni kama nini? Jabali. Sasa huyu alikuwa akimpa Musailima baadhi ya vitu fulani fulani, kumuuliza Muhammad, kwani kitu gani kinamfanya anapata utume unakuwa strong? Sasa Muhammad anapata wahi, we hakuna wahi. Kuna Qur'ani inashukiwa na Jibril, kuna malaika wake anaitwa nani? Jibril, anamshushia wahi. Sasa na wewe tafuta Jibril wako. Katika kutafuta Jibril wake, akasema yeye ana malaika anakuja kumpa wahi, anaitwa Ar-Rahman badala ya Jibril. Ar-Rahman amekuja, yani ndio nataka kusema Jibril amekuja. Kuna Qur'ani amenichushia kuwaambia watu, na kukaa kuna baadhi ya maneno anayasema gharib, kwa sababu walikuwa wanasomewa baadhi ya aya za Qur'an.
Zikisomwa baadhi ya aya za Qur'ani na yeye anachukua mfano. Hata zipo baadhi ya sura zilizosajiliwa katika historia ambazo ni Qur'ani ya Musailima al-Kadhab aliyoitengeza. Qur'ani yake inasema ya Dafda bintu Dafda'ina naqi aw la tunqina lal ma'a taqdurina wala shariba tamna'ina. Ya Dafda, ewe chura, frog yule anamhutubia nani? Chura. Ya Dafda, ewe chura, bintu Dafda'ina, binti wa chura wengine. Naqi, toa sauti ile naknaka, ile kilio cha chura ile naknaka. Sa naqi au la tunqina, lia au silie, hiari yako. Lalma'u taqdurina, huwezi kuyachafua maji, wala shariba tamna'ina, wala huwezi kumzuia mnywa maji. Zanabuki fil ma wa ra'suki fit tina, mkia wako uko ndani ya maji na kichwa chako kiko kwenye tope. Musailima al-Kadhab anasema kaja Rahmani kanipa Qur'ani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inaitwa suratul Dafda, kama kule kuna suratul Fil, na yeye akatunga na yake sura yake akasema alfilu malfil. Kule Qur'ani ya Muhammad imesemaje? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, na yana sura yake inaitwa suratul Fil. Alfilu malfilu wama adraka malfilu lahu khurtumun tawilun wa dhanabun wabih. Yani ndovu ni nani? Ndovu. Na utamjuaje huyo ndovu? Ana pua refu na mkia mfupi. Yanasema hiyo ndo Qur'ani amenishushia Mola wangu. Zikawa Qur'ani zake anazisema mbele ya watu ili watu wapate zaidi kujua utume wake kwamba ni wa kweli. Basi akauliza, na miujiza Muhammad ana miujiza, mbona wewe huna? Sema tu, hebu nieleze. Yule waziri wake, nieleze baadhi ya miujiza ya Muhammad. Za Muhammad, kuna kipindi watu wamehitaji maji, kisima kimekauka, akaenda akafanya mambo yake, akaletewa maji kidogo tu kwenye chombo, akayamwaga katika kisima kile, kwa baraka maji yakaanza kuja kutoka katika kisima. Sasa na hapa mtaani tunasikia kisima kimekauka. Musailima al-Kadhab akaletewa habari kwamba tufanyie kama Muhammad anavyowafanyia watu wake huko. Si anajidai yeye na miujiza, na wewe tufanyie ya kwako. Kisima kitu kimekauka, kuna maji kidogo. Baada ya siku 2-3 kitakauka chote. Akamwambia leteni chombo, ndani yake kuna maji. Akaletewa chombo kina maji. Akaenda akamwaga katika kisima kile. Matokeo yake hata yale kidogo yalikuwepo yakapotea yote. Kakauka kabisa. Si yalikuwepo kidogo, basi yale yalikuwepo pia yakakauka kabisa, yakawa hayapo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anataka kumuonyesha kwamba hana miujiza, bali yeye nuksi kwa watu. Basi yale yalikuwepo kidogo pia yamepotea. Ala kulli hal, Musailima al-Kadhab baadaye alikuja kupigwa na jeshi la Abu Bakr as-Siddiq baada ya kufa bwana Mtume SAW, na lilikuwa kubwa. Ninachotaka kusema ni kwamba alikuwa na wafuasi wakimwamini, na walikuwa wanajua kwamba Musailima ni muongo, na walikuwa wakisema hasa kwamba nahnu na'rif anna Musailima al-Kadhab kadhibun fi madda'a, tunajua kwamba Musailima ni muongo katika lile alilodai. Wa naarif, na tunajua anna Muhammadan sadiq, kwamba Muhammad ni mkweli, tunajua. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kadhibuna khairun min sadiqihim, muongo wetu ni bora kuliko mkweli wao. Umeona mambo haya? Muongo wetu ni bora kuliko mkweli wao. Kwa Mayahudi ndivyo walivyokuwa.
madha fi nafsika ya akhi, katika nafsi yako kuna nini ndugu yangu? Ushamjua kwamba ndiye. Nasema adawati ma baqitu, wadui tu, tampiga vita tu, hafai huyu kuwepo katika jamii yetu. Mtume SAW akaishi katika nchi ya Madina. Al-Husayn ibn Salam akatoka kwenda kumtafuta bwana Mtume SAW kama walivyotoka Mayahudi wengine. Wenzake wamemkataa, yeye akaenda akamwona pahala Mtume anaongea na Waislamu. Msikilize, anasema awwalu ma sami'tu min rasulillah, jambo la kwanza nilomsikia Mtume analisema nilipofika kuona uso wake na neno analolitamka, la kwanza nililolisikia, nilimsikia Mtume anasema ayuhan nas. Angalia maneno yalivyopangika: enyi watu, ufshu salam, enezeni amani, at'imu at'am, lisheni chakula, sallu bil-layli wan-nasu niyam, jitahidini kusali usiku na watu wamelala, tadkhulu al-jannata bisalam, mtaingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu kwa amani. Mambo manne: ayuha nnas, enyi watu, ufshu salam, enezeni salamu, itawanyeni salamu kila pahala, amani, amani, amani. Amani ni kitu muhimu sana ndugu zangu, na ndio maana sisi tunapeana salamu kila wakati, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Yani maana yake tudumishe amani iwe juu yetu kila wakati. Mkimwona mtu anaichezea amani, huwa bado hajaingia katika nakabat za ukosefu wa amani pahala, mtu akashindwa hata kwenda chooni kwa sababu ya utepetevu na uzembe wa watu kuichezea amani katika nchi zao. Mimi mwaka huu nilikuwa niende Burundi, lakini naona misiba ya watu kwa watu wengine ni faida. Mchimba kaburi kila siku anaposema leo 100,000, zingeongezeka kidogo kaburi 3 tu ingekuwa na 200,000. Hajui kwamba watu wanakufa huko, yeye anahesabu hela. Lakini ndugu zangu wa Burundi wako kwenye mitihani, tuombe Mwenyezi Mungu awavushe salama katika mitihani hiyo. Wanasema wakitoka wakisali salatul maghrib, watasali pamoja na Isha, watasali pamoja na Tarawih, watasali kila kitu, saa moja tena wako majumbani kwao, hawatoki tena. Wageni watakwendaje kama wenyeji wako katika hali hiyo? Kwa hiyo tuwaombee dua nchi yao ipate amani, na lazima watu wajifunze kutokamana na matukio yaliyopita. Mtu anatakiwa alan kile kilichopita, sije kwamba jambo kama hilo lilimkuta bado hakupata ibra, hakulan lesson yoyote, inakuwa matatizo. Kwa sisi kazi yetu ni kuwaombea amani wa Afrika wote pahala popote, na kuwahimiza kwamba amani ni kitu cha msingi sana. Viongozi, raia, watawala, watawaliwa, wanawake kwa wanaume, waombe kila wakati kupata amani. Kwa hiyo Mtume SAW jambo la kwanza alilolisikia Al-Husayn ibn Salam ilikuwa ni ayuhan nas ufshu salam, tuimu at-ta'am, lisheni chakula. Hili jambo la kulisha ndo Uislamu wote uko hapa ndugu zangu. Uislamu unatizama sana suala la jamii. Na kule Tanzania bara nimeiona Jumuiya, nimeelezwa tena, nimepewa hizi salamu hasa nije nikuleteeni ndugu zangu huku Unguja, nimepewa hasa na ni salamu zinadai. Jumuiya moja wameianzisha ndugu zenu Waislamu kule, kazi yake inaitwa Jumuiyati Akhlaqil Islam, kitu kama hicho, au Jumuiyati Akhlaqil Muslim, yani jumuiya ya tabia za Kiislamu. Iko katika sehemu wameniambia Kinondoni, na katika misikiti nilowahi kuaidh pale Masjid Taqwa Ilala Boma,
iko sehemu nyingine, imekuwa imeenea sasa. Wanasema malengo ya jumuiya hii ni kushughulikia Waislamu wenzao, haswa wale waliokuwa katika mahospitali, waliokuwa hawana wenye kuwashughulikia, waliokuwa hawana ndugu wala jamaa. Na kilichotoa mori au ari ya kufanya hili, wanasema kuna siku waliletewa habari baadhi ya vijana wa Kiislamu kwamba yupo Muislamu mwenzao hospitali alirtadi, akabadili dini kwa sababu ya shida alizokuwa nazo. Amelazwa hospitali muda mrefu, akawa hakuna ndugu wala jamaa wala hata Waislamu wenzake hawapiti kwenda kumjulia hali. Basi wakapita watu wa dini nyingine, na wao wana jitihada kubwa, wanapita katika sehemu kama hizo, wamepanga katika kila siku fulani wanapitia watu, asiyekuwa na mtu wanamjali, wanampa msaada, wanamfanyia kila. Yule bwana alikuwa Muislamu akaona hakuna njia nyingine, mimi ni kuingia tu katika dini hii. Akaondoka katika Uislamu, akartadi, akaingia katika dini nyingine. Kwa sababu Waislamu walipopata habari wakawa wanamlingania kama kutaka kumrudisha katika Uislamu, lakini kabla ya kufanikiwa kumlingania, yule bwana akafariki akiwa murtad vile vile. Kwa hiyo hiki kiliamsha hisia kwamba kumbe kuna watu wako mahospitalini, ni Waislamu, hawana ndugu, hawana jamaa na wana matatizo, hakuna wa kuwatizama isipokuwa wale watakaopita pale. Basi yatakee msaidia ni kwake, kwa sababu man fadhalak sayyidak, wanasema anayekufadhili huwa ndo bwana wako, utamsikiliza, utamfuata anakokwenda. Kwa hiyo jumuiya imeanzishwa, kila siku wanatoka saa 12 wanakwenda mahospitalini, wanawatizama wagonjwa wote. Na hii jumuiya haisaidii Waislamu peke yao, wameniambia sio kwamba ni kwa ajili ya Waislamu peke yao, hata wasiokuwa Waislamu wanasaidiwa, hata wasiokuwa Waislamu wanasaidiwa na hawa vijana na jumuiya hii. Kule wanawaona wale ambao wamejichafua, wanawasafisha, wanavaa gloves, wanapika chakula, wanawapelekea. Hakuna pesa za dawa, wanachangisha, wanampelekea dawa. Amekuwa discharge, kuna habari yoyote labda au amekufa Muislamu, hakuna mtu wa kushughulikia, watu wake hawapo, wanamchukua, wanapewa idhni, wanaomba, wanaenda kumkosha, wanaenda kumkafini, wanaenda kumzika. Wamegundua kwamba hospitalini kuna maiti nyingi sana za Kiislamu ambazo zinawekwa mpaka mwisho zinakwenda kuzikwa na city na manispaa, hazina watu. Sasa wao wamefika hadi sasa wanasema hivi, city au manispaa au hospitali, tupeni maiti wote yule ambaye ni Muislamu amekufa, hana jamaa kumzika, sisi tutamshughulikia. Wakafika kuelezwa, mtajuaje kama ni Muislamu au si Muislamu? Wakachukua fatwa kwa mashekhi akamwambia, mtizameni, Waislamu wana athari zao, angalieni katika miguu yake, kama alikuwa ni Muislamu anasali mtakuta ishara, au katika kipaji chake cha uso, au hata mkifika hata kumtizama katika circumcision mnaweza mkagundua huyu ni Muislamu au si Muislamu. Alhasil, sasa hivi maiti yoyote ambayo imepitisha muda, ipo imewekwa tu, ina ishara zozote za Kiislamu, wataichukua, wataenda kuizika. Ni salamu hizo amenipa. Wanafanya hivyo katika hospitali ya Amana, hospitali ya Muhimbili, hospitali nyingi, na wamekutana na mambo mengi na maswali mengi na wameyajibu na wanakwenda vizuri. Wanapika chakula siku ya sikukuu na wapelekea wagonjwa wote, hawachagui ni nani. Hili ni swala muhimu sana, kila siku watu tunazungumza hapa. Araaita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. Kwa hiyo hizi harakati ni zetu sisi Waislamu,
harakati za kuwajali watu mayatima, wasiojiweza, wasiokuwa na watu, ni harakati zetu, lakini tumeziacha. Ndio maana Mtume anasema at'imu at'am, lisheni chakula, sallu bil-laili wan-nasu niyam, salini usiku watu wamelala, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, mtaingia katika pepo ya Mola wenu kwa amani. Husain ibn Salam anasema nikatangulia, fataqaddamtu, nikatangulia inda rasulillahi amamahu, mbele yake Mtume Muhammad, nikasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Baada ya uchunguzi wa kupekua, nikajua ndiye huyu, ndo yule katika Taurat, ndo yule sifa zake nilizoziona, ndo huyu mtume wa mwisho. Na hapa hakuna tena kurudi nyumbani, lazima nitangaze Uislamu wangu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, nashuhudia kwamba Mungu ni mmoja na wewe ni mjumbe wake. Akatoa shahada. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sogea karibu, masmuk, unaitwa nani ndugu yangu? Husain ibn Salam, jina langu naitwa Husain ibn Salam. Mtume akasema la, bal Abdullah ibn Salam, hutoitwa tena Husain, jina lako utaitwa Abdullah ibn Salam. Fakultu, nikasema naam, Abdullah ibn Salam, ndiyo ya Rasulullah, nimekubali jina la Abdullah ibn Salam. Wa mundhu hadha al-yawm, na kutokea wakati wa leo, lan arda, sitoridhika, illa bihadha al-ism, ila kwa jina hili uloniita wewe. Siitu tena Husaini mimi mwenzenu, jina langu Abdullah ibn Salam, hilo ndo jina langu. Anasema farajatu ila ahli fada'awtu zawjati wa auladi wa ahli ila al-islam, haraka nikarudi nyumbani, nikamlingania mke wangu na watoto wangu na watu wa nyumbani kwangu. Fa aslamu jami'an, wote wakaslimu. Hatta khalati ammati, mpaka yule ammati yangu yule alioniambia kwani alokuja ni Musa, yule Khalidatu bintul Harith, naye pia akaslimu. Wa kanat shaykhatan kabira, alikuwa mtu mzima. Fa qultu li ahli, nikawaambia watu wa nyumbani kwangu, uktumu anni la ya'lamanna al-yahuda an islami shay'a, ficheni habari ya Uislamu wangu, mimi nawajua vizuri ndugu zangu Mayahudi. Msitangaze kwamba nimeslimu hata adhan, mpaka mimi nitoe ruhusa. Thumma raja'tu ila rasulillah, kisha nikarudi kwa Mtume nikamwambia, ya Rasulullah, laqad aslamtu, mimi nishaslimu, walakin alyahuda la ta'lamu an islami shay'a, lakini Mayahudi hawajui kama nimeslimu. Ya Rasulullah, inna alyahuda qaum buhtan wa hajar wa ghadar, Mayahudi ni watu wa uzushi na wapingaji na watu wa fitna. Sasa nakuomba ijma' alyahud, ijma' wujahaahum, wujuhu ni wale vigogo wakubwa, ijma' wujuha alyahud, wakusanye, naomba wakusanye kabla ya mimi kutangaza Uislamu wangu, wala usiwaambie chochote kuhusu Uislamu wangu, wakusanye. Thumma du'uhum ila islam, kisha walinganie katika Uislamu, kisha waulize au Mayahudi hao wakubwa, ani mimi wananijuaje? Alafu usikie reaction yao ya Rasulullah. Bwana Mtume akafanya, akaitisha mkutano ya ujahaa al-yahud. Ukumbuke ndugu yangu Muislamu, Mtume alipoingia Madina alikuwa kama president, na aliandika wathiqa ambayo inatambulika kama katiba, na wathiqa ya Mtume ilikuwa ni Waislamu kuishi na wenzao wa mchi ya Madina bila bughdha, tena kila mtu na dini yake. Subhanallah. Ndugu zangu, Mtume hakuwalazimisha watu kwa lazima muingie katika Uislamu maadamu mimi nishafika hapa, kama watu wengine wanavyofikiri. La ikraha fi din, hakuna watu kulazimishwa maana kuingia katika Uislamu. Uislamu utaingia kwa kupenda kwako. Tena akasema haki ya wote katika nchi hii wailinde nchi yao, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Mayahudi kisilaha, kivita, likitokea la kutokea, nyote mnahusika katika nchi hii. Ikifika wakati wa sala na ibada, kila mtu aende kasali pale pake anampayo yeye.
ndivyo ilivyokuwa. Lakini Mayahudi ndio walioanza ghadar na khiana dhidi ya Bwana Mtume Muhammad, tena khiana kubwa. Katika kila wakati walikuwa wakitafuta nafasi ya kummaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yahud Bani Nadir, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mikataba kwamba linalowahusu wao linatuhusu sisi kuhusu katika amani na maendeleo ya nchi hii. Kwa hiyo kuna Muislamu aliwaua watu kimakosa, ikabidi kutolewe dia, taawidhi ya mali fulani. Kwa hiyo jambo hili kwa mujibu wa katiba walikuwa wanashirikiana watu wote, si Waislamu peke yao, mpaka wale Mayahudi walikuwa wanapaswa na wao watoe sehemu katika mali zao ili ikalipwe dia kwa yule aliyeuawa. Kwa hiyo Mtume SAW akaenda kwa Mayahudi akamwambia, nimekuja ujaji wako Muhammad, kuna mtu aliyeuawa na raia wa Madina. Kwa hiyo tunataka watu wa Madina wote washiriki katika kulipa dia ya yule aliyeuawa. Wakasema basi usijali, utaondoka na haja yako ewe Muhammad uliyoitaka. Wakenda wakala njama. Bwana Mtume amekaa kwenye ukuta, wale wanazungumza, wanaambiana, lan tajidu arrajula fi mithli hadhihi alhala. Jamani, hii ndo nafasi, huu ndo wakati, hamtompata tena Muhammad isolated na jeshi lake halipo, watu wake hawapo, hamtopata tena chance na fursa kama hii. Yuko peke yake, yuko pale kakaa kwenye ukuta, ana watu wawili watatu tu, alikuwa yeye na Abu Bakar na watu wachache. Ni nani atakayepatiliza fursa hii ammalize, tupumzike? Khiana hiyo. Akasema mmoja, Amr ibn Jahash, mmoja katika Mayahudi, akasema mimi najitolea, nipeni khutwa, ramani ya kummaliza Muhammad. Nimmalize vipi? Akasema mnaona pale alipokaa, panda juu ya nyumba huko, chukua jiwe kubwa lidondoshe juu ya kichwa cha Muhammad, tajulikana tu jiwe limedondoka. Akapanda. Wakati anapanda juu na jiwe lake, Jibril akaja akamwambia Mtume Muhammad, wanataka kukuua, ondoka. Bwana Mtume akanyanyuka bila kuaga, akaondoka. Hata wale masahaba wakawa wanashtuka, mbona Mtume hatuambii kuna nini? Akafika mpaka Madina. Kufika Madina akaliambia jeshi la Uislamu, jiandaeni. Wakajiandaa. Wale waliokuwa pamoja na Mtume wanarudi zao Madina, wanakuta jeshi linakuja. Kuna nini? Mtume anawaambia, alikuja Jibril, jamaa walitaka kuniua. Kwa hiyo ni matraitor, makhaini hao. Katiba inasema wengine, wao sasa wanataka kufanya vingine. Ndio kisa cha Ijlau Bani Nadir. Na hapo hawakutolewa wote Mayahudi wote, Bani Nadir peke yao. Isome suratul Hashr, utakuta kisa hichi kwa urefu. Walladhi akhraja alladhina kafaru, yeye ndio aliowatoa makafiri min ahli alkitab liawwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahum min haythu lam yahtasibu يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. بقى مشو ما تركتم من لينة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. hizi aya zote ni Mayahudi wa Bani An-Nadir. Mayahudi wa Bani Qainuqa walikuwa masonara. Mayahudi hawa walivyokuwa ni masonara walikuwa matajiri. Siku moja amekuja mwanamke wa Kiislamu kwa ajili ya vyombo vyake vya dhahabu, bangili. Sasa akawa amekaa anasubiri atengezewe. Wale Mayahudi wakaanza kumfanyia istihzai. Alikuwa amejifunika, amevaa nguo gubi libasi ya Kiislamu. Wakamwambia, sasa tutakujuaje? Fungua uso wako, fungua uso wako. Kila maneno ya kejeli wakawa wanampa. Yule mwanamke akawa ametulia tu. Akaja Yahudi mmoja
akaikamata. Unajua nguo kubwa kama hii huwezi kuhisi. Akaikamata nguo ya yule mwanamke kwa nyuma huku bila yeye mwenyewe kujua, akaifunga na ncha yake ya juu huku na pini, akaitia pini. Alafu wakati ananyanyuka akaonekana uchi wake wote. Yule mwanamke akawa yuko uchi, kupiga ukelele, niko uchi. Wale walipomwona uchi wakawa wanacheka, ile wanafurahi kistizai. Basi Mtume SAW akasikia sauti za Waislamu waliokuwa wameitwa na yule mwanamke, mwanamama wa Kiislamu. Wa Islama, jamani, wananiacha uchi, wamenifedhehesha. Pale pale sokoni alikuwa Muislamu mmoja, hakukubali kitendo kile, akaona anadhalilishwa Muislamu, akanyanyuka akampiga upanga Myahudi aliyofanya kitendo kile, akamuua. Mayahudi wakamuua na yule Muislamu, ikawa chanzo cha vita. Banu Qainuqa wakatolewa nao katika mji. Mtume akasema la yusakinuna fi madinatina ba'da al-yawm, tuliamua sote tuishi kwa amani, lakini wenzetu hawataki amani, hawafai kukaa na sisi katika mji wa Madina. Wakaondoka. Banu Quraidha nao vile vile katika vita vya Khandaq, tulisoma hapa katika historia namna walivyoshirikiana na makafiri wa Maka. Wao wako Madina, wakashirikiana nao, ikawa ni uadui ndani ya nchi na nje ya nchi umewazonga Waislamu. Yote haya yapo katika historia. Ninachotaka kusema, Abdullah ibn Salam akamwambia Mtume wakusanye Mayahudi alafu waulize kuhusu mimi. Wakakusanywa, akawaita katika Uislamu, akawalingania. Fakanu yujadilunahu, wakawa wanamjadili bilbatil Mtume SAW na maneno yasiyofaa, wanampa maneno makali. Mtume alipoona hawataki kuingia katika Uislamu, akawauliza swala, ata'lamuna Husayn ibn Salam? Hakuambia Abdullah ibn Salam, mnamjua Husayn ibn Salam? Wakasema naam, dhaka sayyiduna wa ibn sayyidina wa habruna ibn habrina wa alimuna ibn alimina. Unatuuliza Muhammad, huyo ndo mtu wetu, bwana wetu, mwana wa bwana wetu, mwanachuoni wetu, mwana wa mwanachuoni wetu, tunamfahamu. Mtume akauliza, araaitum in aslam, mnaonaje kama huyo mwanachuoni wenu, mwana wa mwanachuoni wenu, bwana wenu, mwana wa bwana wenu, mnaonaje kama ataslimu? Wakasema hasha lillah, la yastati'u an yuslima baina ya huyo, hawezi kuingia katika Uislamu. Muhammad, Uislamu hii dini yako hii, aingie mtu kama huyo? Abadan, hasha, maadha Allah, tunamkinga kwa Allah, hawezi kuingia huyo katika Uislamu. Abdullah ibn Salam amefungiwa na Mtume katika chumba, akatoka mbele yao akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, nashuhudia kwamba Mtume ni mjumbe baada ya kushuhudia kwamba Allah ndio Mungu mmoja. Wayahudi wote wakasema, la ya Muhammad, tulivyokuambia sivyo kwamba ni bwana wetu, hapana. Innahu jahiluna, ni mjinga wetu, ibnu jahilina, wasafihuna, mpumbavu wetu, ibnu safihina, mwana wa mpumbavu wetu. Akamwambia, ya Rasulullah, alam aqul lak, sikukuambia mimi annahum qaumu buhtan, kwamba hawa ni watu wa uzushi, si watu wa kweli? Ya ma'shara al-yahud, akawageukia, mkusanyiko wa Mayahudi, innakum, hakika nyinyi, la ta'lamuna annahu rasulullahi haqqan, mnamtambua vizuri sana kama huyo ni mtume wa Mungu, lakini tumnagoma, hamtaki kusilimu. alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, tuliowateremshia kitabu, yani Manasara na Mayahudi wanamjua vizuri Muhammad kama wanavyojua watoto wao, lakini tu jeuri imewafanya wasimkubali. Basi anawaambia Mayahudi, mnamjua nyinyi na mnatambua kwamba ni mtume huyo, lakini mnafanya ukakasi tu, endeleeni tu, lakini mnaijua haki. Abdullah ibn Salam akaondoka pale, akaishi pamoja na Mtume kama sahaba aliyekuwa na heshima kubwa sana kabla na baada ya Uislamu wake. Ikaenea katika mji kwamba Abdullah ibn Salam ni mtu wa peponi, amebashiriwa na Bwana Mtume pepo. Subhanallah.
Siku moja Qais ibn Ubada akaingia msikitini, anasema faraaitu shaykhan yuhadithu an-nas, nikamuona mtu mzima mzee anawapa watu hadithi za bwana mtume. Alilmu yatafajjaru min baini janabati, anatoa ilmu kwa watu. Aliponyanyuka kwenda zake, qala an-nas, watu wakaambizana wakasema, man arada an yandhura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hadha, kama mtu anataka kumuona amtizame mtu wa peponi amtizame huyo. Watu walikuwa naambizana, kama mtu anataka kumuona mtu wa peponi amtizame huyo. Yani mtu yuko duniani lakini ndo mtu wa peponi. Nasema nikawa very interested kutaka kujua ni mtu gani huyu, ana amali gani. Nasema nikawa ninakwenda nyuma yake na muandama mwenyewe hajui, mpaka alipofika kwake akaingia mwisho wa Madina huko. Anasema nikagonga mlango akanikaribisha, nikamwambia unajua watu wanasemaje? Kamba sijui. Wanasema mwenye kutaka kumuona mtu wa peponi na mtizame huyu, yani wewe. Akasema ya ibn akhi la ya'lamu ahla aljannati illa Allah, mwana wa ndugu yangu we, hakuna anayejua watu wa peponi isipokuwa Allah. Unaona tawadhu. Umeona? Ingekuwa zama zetu sasa, ndo mimi ndo katika walobaki ndo mimi mwenyewe. Wewe una habari tena, ushike adabu yako, unaongea na mtu wa peponi hapa. Sasa Allah ndo mwenye kujua watu wa peponi ndugu yangu. Akaambia lakini la budda min sabab, lazima kuna sababu kwa nini watu wanazungumza vile, lazima kuna sababu kwa nini, hebu niambie sababu. Akaambia la uhaddithannaka an sabab, kama unataka sababu sikiliza nikwambie. Raaitu dhata yawmin ru'ya, raaitu dhata yawmin ru'ya, kuna usiku mmoja niliota. Usiku umekuja kwenye ndoto kubwa nzito, ikanishtua. Raaitu an shimali tariqan, ndani ya ndoto nikakuta upande wangu wa kushoto kuna barabara. Fa aradtu an aslakaha, nikataka kuikamata. Famana'ani almani', kuna msemaji akaniambia la usikamati barabara hiyo, acha. Fatawaqaftu, nikaota upande wa pili, aniyamini upande wa kulia kuna barabara. Akanambia yule aliyenizuia nisipate barabara kushoto, akaniambia hadha tariquk, barabara yako wewe hii hapa. Famasaktu tariq fasalaktu tariq, nikaikamata njia ile upande wa kulia. Anasema faataitu ila ar-rawdati al-ghanna, nikafika pahala kuna bustani kubwa linamemetuka, limejaa, linanawiri. Wa fi wasati al-bustan amudan min al-hadid, katikati ya bustani kuna nguzo ya chuma imetoka ardhini mpaka mbinguni. Mwisho wa nguzo ya chuma kuna halaqatun min adh-dhahab, ndani ya ndoto kuna bangili ringi hivi ya dhahabu. Mimi nikafika katika ile bustani, nikawa naitizama ile nguzo, asili yake ardhi, juu yake mbingu. Juu naona dhahabu imezunguka ile nguzo. Fasami'tu hatifan yaqulu irqa, nikasikia ukelele au sauti inaniambia haya panda. Nilipanda ile nguzo. Faqultu la astati', nikasema jamani siwezi kupanda. Nasema faatani wasif, yani khadim, akanijia mtumishi, akanichukua, akanibeba, akanipandisha. Anasema nikapanda hata ataitu ila halqati dhahabiyya, mpaka nikafika katika ile sehemu ilikuwa na bangili ya dhahabu. Fatamassaktu biha, nikaikamata ile. Anasema falam azal atamassaku biha hatta as-sabah, nikaikamata usiku kucha mpaka asubuhi kumepambauka. Nikaamka, nilipoamka faataitu Rasulullah, nikamjia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam.
nikamhadithia ndoto yangu. Bwana Mtume akaniambia, innaha la ru'ya haqq, hiyo ni ndoto ya haq. Ama tariqu shimal, ile njia ya upande wa kushoto ungeikamata ile, fa tariqu ahlu shimal, ni njia ya watu wa upande wa kushoto. Wa ashabu shimali ma ashabu shimali fi samumin wa hamim wa dhilli min yahmum la baridin wala karim. Hiyo ndo njia yao. Imekuwa vyema hukuikamata njia hiyo. Ama njia ya upande wa kulia, fa tariqu ashabil yamin, ni njia ya watu wa mkono wa kulia. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a wa furushin marfu'a ila akhir al-aya. Ama bustani uliloliona huwa al-Islam, bustani. Mtume hapo anatafsiri ndoto, ndugu zangu. Bustani uliloliona ni Uislamu. Nguzo uliyoiona katikati ya bustani, fa amudul Islam, ni nguzo ya Uislamu. Pete uliyoiona mwisho wa nguzo ile ya dhahabu, ile inaitwa al-urwatul wuthqa. Kishiko au mashiko, kisikio kilichokuwa kigumu kukatika, hakikatiki ovyo. Imezungumza katika ayatul kursi ile, la ikraha fi ddini qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yu'min billah. Ndio nasemaje aya? لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Anayekufuru shirki, miungu mingine, akamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameshikamana na mashiko thabiti yaliyokuwa na nguvu, hayana kukatika. Basi hicho ndo urwatul wuthqa. Wewe umekikamata, maana yake utakamatana na dini ya Uislamu na urwatul wuthqa mpaka siku ya Kiyama. Ikawa amebashiriwa pepo kwa hilo, watu wakaeneza katika mitaa. Anayetaka kumwona mtu wa peponi mwenyewe yuko hai, amtizame Abdullah ibn Salam aliyekuwa akitambulikana kwa jina la Husain kwa swadi, sio Husain, Husain ibn Salam jina lake. Allah Mtume akambadilisha akamwita Abdullah ibn Salam. Na Mtume alikuwa na desturi hii ya kuwabadilisha watu majina akiona kwamba hayafanani na Uislamu. Hata alipokuwa akichimba handaki, alikuja bwana mmoja akaslimu pale pale. Mtume akamuuliza, unaitwaje? Akasema Juail. Juail ni dudumavi lile lenye kukamata choo likapeleka. Na Waarabu walikuwa wanapenda kuitana majina ya ajabu ajabu vile vile. Mtume akasema, la, Amr, jina lako utaitwa Amr, sio Juail kuanzia leo. Pale pale ikatungwa abiyat, samahu ba'da Juailin Amra. Alikuwepo Abdullah ibn Rawaha, washairi wa Mtume hao, alikuwa hawachelewi kutunga kasida. Samahu ba'da Juailin Amra, amemwita Mtume baada ya Juail jina Amra. Wa kana lilbaisi yawman dhahra, ikawa nyimbo watu wanaiimba wakati wa kuchimba handaki. Samahu ba'da Juailin Amra Amra wa kana ba'da albasi dhahran. Rasulullah anapenda kuwabadilisha watu majina. Wewe ukiwa una jina baya, una ruksa kulibadilisha, ruksa kulibadilisha. Kama na Muislamu yoyote ameambiwa na Bwana Mtume SAW, khairul asma'i ma humid wa ma ubid, majina bora ni yale yaliyokuwa yanaonyesha utumwa kwa Mwenyezi Mungu na shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Abdullah, Abdul Hamid, na shukrani kwa Mwenyezi Mungu, vitu kama hivyo. Kwa hiyo usimpachike tu mtoto wako jina tu alimradi jina, tafuta jina zuri umpe. Mwenyezi Mungu atujalie ni wema na sisi kama tunavyowasoma wema waliotangulia. Huyu ni Abdullah ibn Salam. Inshallah wakati mwingine tunaweza tukawa na mgeni mwingine katika masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.